Jina lako litukuzwe, Baba na Mungu wetu. Umekuwa mwema kwetu tangu utotoni mwetu. Ulipanga tangu kuumbwa kwa ulimwengu ya kuwa katika siku 10 ya maombi tutaweza kuzungumza na wana wako. Neno ambayo wanafaa wasikize ulikuwa umetambua na ulikuwa umetengeneza tangu mwanzo. Jidhihirishe kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Wana wako wanaposikiza neno hili wasinione maana mimi sifai, bali wakuone Mungu na wakusikize wewe Mungu. Mfalme na Baba Mungu wetu, yeyote ambaye anasikia sauti hii umbariki na asiende jinsi alivyokuwa, na atakaporudi nyumbani awe na shuhuda tosha. Mapenzi yako yatendeke, tunapoanza ni tamati katika Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa kutuleta vyema tena katika siku ya leo, maana inazidi kuisha, na tusije kwa sababu imebakia siku 2, bali tuje tukijua ya kuwa tunafaa tukutane na Mwenyezi Mungu katika njia ya kipekee. Kwa wageni wetu ambao wamekuja kwa mara ya kwanza, mjihisi mko nyumbani mwa Bwana, na ninayezungumza nani ni Elder Evans Solano. Nimekuwa pamoja nani katika yapata siku 7 ambayo imepita. Mungu awabariki sana kwa waibaji, kiongozi dada Edna na wote. Mungu awashukuru, Mungu awabariki na mzidi kushukuru jina la Mungu, maana Mungu ametuandalia makao baada ya kazi haya yote. Najua tunapitia shida, najua tuko na changamoto. Nataka tutaweza kufanya ombi kwa ajili ya hiyo, ili tunapokaa tuweke changamoto zetu kando, tuweze kujua ya kuwa Mungu wako pamoja nasi. Tutafanya ombi hilo baada ya kufanya nukuu ya jana. Tuliweza kuangalia disciple children and all generation to speak for Jesus, kufanya watoto kuwa wanafunzi na vizazi vyote ili waweze kuzungumzia Yesu. Tukaweza kuangalia kijana mdogo ambaye alikuwa anaitwa Timotheo. Tuliweza kuambiwa licha ya kuwa alikuwa mdogo, aliweza kukua msimamishi wa vizazi vyote, ili mwingine asije akasema mimi ni mdogo tu na siwezi nikafanya. Tukapata ya kuwa watoto ni watu ambao wanaongozwa na watoto hawezi wakafanya uamuzi. Tuliweza kupata ya kuwa watoto ili waweze kumjua Yesu lazima waweze kushikwa mkono. Watoto ni watu ambao wamedharauliwa sana katika familia yetu, kwa maana hakuna yeyote ambaye anaweza kuchukua nafasi na kuongea na mtoto na kumuuliza, je, maoni yako ni gani? Na wengine wetu tunasema ya kuwa nimesema na utafanya. Ndiposa Yesu anapoona wanafunzi wake, anaona wanafunzi wanafukuza watoto. Kuna baadhi ya watu ambao wameleta watoto kwa Yesu ili waweze kuombewa, lakini wanafunzi wanawafukuza. Imekuwa historia. Anapowafukuza, Yesu anapoangalia, Yesu anahuzunika na anageuka, anasema, acheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hiyo tunaposoma katika kitabu cha Marko 10 kuanzia 13 hadi 16,
itatuambia Yesu aliweza kukaribisha watoto wadogo na kuambia, acheni watoto wadogo waje kwangu na usiwakataze, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mbona Yesu anasema ufalme wa mbinguni ni wao? Kwa sababu watoto ni watu ambao wanaamini ya kuwa hakuna yule ambaye ana nguvu kushinda baba yake. Watoto ni wale ambao wanaamini kwa wazazi. Na unaposikia watoto wakiongea watasema baba yangu ni mkali, baba yangu ni mkali, baba yangu ni mnoma. Wataongea vitu kama hiyo. Kwa sababu gani? Wanategemea, wanajua hakuna yeyote ambaye anashinda baba yao. Na sisi baba yetu aliye mbinguni, je, tunamwendea wakati gani? Wakati ambao tumeshindwa. Ndio tunarudi tunasema, Mungu, nimejaribu sana, sasa nimerudi. Lakini watoto ni watu ambao unapowaambia kitu wanasikiza. Tukasema watoto ni kama simu mpya uliyonunua, ni italingana na nini ambao unaweka katika simu ile. Unapoweka fitina kwa mtoto, ataishi na fitina. Unapoweka maneno ya Mungu kwa kila mtoto, huyu atakuwa mtoto ambaye anaongea maneno ya Mungu. Unapomfundisha kuhusu kanisa, mtoto atakuwa katika kanisa. Lakini unapokuja na yeye akichelewa na unatoka mapema, naye anapokuwa mkubwa, utaitana, utasema tuombee, maana mtoto huyo amenishinda. Mtoto atakushinda ni ile kitu ambayo uliweka katika akili ya mtoto, ni app ambayo uliweka kwa simu, ndiyo inakusukua. Unapoweka alarm na uweke baada ya dakika 5 inalia, sitakusukua tu, utazima ikiendelea kufanya nini? Kulia. Sasa inalingana na nini ambacho tunaweka kila mtoto wetu. Tuliweza kupata Timotheo aliweza kupata habari kutoka kwa mama yake, na mama yake pia aliweza kupata habari kutoka kwa mama yake. Tukaambiwa vizazi 3 waliweza kupata habari hii. Tulipata jana ya kuwa nyanyake Timotheo alikuwa anaitwa Lois, mamake Timotheo alikuwa anaitwa Eunice. Kisha tunakuwa Lois aliweza kupitisha habari hii kwa Eunice, kisha Eunice akaweza kuitimiza ndoto ya nyanya yake kwa mtoto wake ambaye ni Timotheo. Watoto wanafaa waongozwe. Timotheo licha ya kuwa aliongozwa na wazazi, Timotheo alishikwa mkono na Paulo, na Paulo akamwita kama kijana wake kwa sababu alimuongoza katika imani. Timotheo akatuambia in the book of Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 12, inasema let no one despise you because you are young. Na mtu asikudharau kwa ujana wako, lakini kwa mfano, kwa maneno yako, kwa tabia na kwa mienendo. Hivyo tunaambiwa tuhubiri Injili. Tunapokuwa watoto, tuhubiri Injili. Tunapokuwa vijana, tuhubiri Injili. Tunaweza kupata vitu vingi ambao watoto wanafaa wafanye. Tukachukua kijana mmoja ambaye alikuwa miongoni mwa wanafunzi, hiyo ndio tuliongelea sana, kijana ambaye alikuwa na samaki 2 na mkate 5. Tukaweza kuangalia kijana huyu alikuwa akifuata Yesu, wakati lazima alikuwa mmoja wa watoto wa wanafunzi ama mmoja wa watoto ambao walikuwa wanafuata Yesu. Lakini waliposikia habari hii wakatembea na kijana, na huyu kijana tunaambiwa ya kuwa ulipofika baada ya mafundisho, Yesu akaambia wanafunzi wakaambia Yesu, imekuwa jioni, tuwatoe waende. Lakini wanafunzi walikuwa na njaa, umati walikuwa na njaa, na wanafunzi hawaoni kama kuna njia yoyote ambayo wanaweza wakasaidia hawa. Wakaambia watoe waende, maana hatuwezi. Lakini katika ile harakati, kijana mdogo anajitokeza na samaki 2 wadogo ambao alikuwa amepewa kwa ajili ya chakula chake, akatoa na akapeleka kwa wanafunzi. Anapopeleka kwa wanafunzi, wanafunzi wanampelekea Yesu na kumwambia hii ndio iko. Alafu Yesu anawaambia waweke watu, umati wakae chini. Alafu wanafunzi wanauliza, je, itatosha? Kijana ametoa akijua ya kuwa walisema wana chakula, yeye ametoa chakula.
Alafu wanafunzi wanauliza, je, itatosha? Yesu akamwambia waweke wakae chini. Wanapokaa, Yesu akachukua ile chakula kijana. Jambo la kwanza alichukua, ya pili akashukuru, ya tatu akaivunja, na ya nne akaweza kuipeana. Na tunaambiwa waliweza kukula, watu zaidi ya 5,000 waliweza kukula, na vikapu 12 kaweza kuokotwa. Inatuambia nini? Inatuambia hivi ya kuwa huyu kijana lazima kuna mtu alimpea chakula, kwa sababu wangeweza. Nasi pia watoto wetu lazima tuwaonyeshe katika njia ya haki. Mungu wa mbinguni atubariki. Tunapotuza vijana wetu, tuliweza kupata pia vijana wetu yafaa tuweze kuwatolea sadaka kwa ajili ya mema ambayo Bwana ametutendea. Mtoto wako amemaliza kidato cha kwanza, amemaliza primary, anaingia junior, hata sadaka hujawahi toa. What shall I render to the Lord for the goodness he has done to me? Nimtolee nini Mungu nini kwa wema ambao amenifanyia? Tuweze kujua watoto wetu tunafaa tuwatolee sadaka, na pia watoto wetu tunafaa tuwaombee. Mungu atulinde tunapoingia katika siku ya leo, ambayo siku ya leo inasema love our family of faith as Jesus does. Tupende familia yetu ya imani jinsi alivyofanya, jinsi anavyofanya Yesu. Tupende familia yetu wa imani jinsi anavyofanya Yesu. Tunapoenda kuangalia katika andiko, kwanza nilisema tutaweza kuomba kwa ajili ya changamoto ambayo tuko nayo. Kuna viongozi ambao wanaongoza, lakini ndani ya moyo wao wanavuja, they are bleeding, lakini wanaongoza. Tutaenda kuomba, tutaenda kufanya ombi rasmi kwa ajili ya viongozi kama na changamoto ambayo katika maishani mwetu, ili tuweze kuona mapenzi ya Mungu. Hatuna naye kujua ya kuwa viongozi wao wanaongoza, lakini ndani ya moyo wao wanakosa hata chakula, wanakosa hata namna. Hakuna naye jua. Kile tu ambacho tunafanya ni kulaumu, fulani amefanya hivi, fulani amefanya hivi, lakini hatufanyi chochote. Tunawachekelea wanapoanguka, tunawaangalia tu, na hivyo tunaenda kupata somo katika kitabu cha Warumi 8. Kitabu ni cha Warumi 8:22. Biblia inasema ndio, yes, the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth, yes, right up to the present time. Yes, to the present time they are still groaning. And then not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, yes, grown inwardly, yes, as we wait eagerly for adoption to sonship, the redemption of our bodies. Amen. Tumepata ya kuwa hata sasa viumbe vyote wanaomboleza. Hata sasa viumbe vyote wanaomboleza. Wanaomboleza kwa utungu kama ile ya kuzaliwa kwa mtoto. Na anasema, na sio hao tu, nasi pia tunalia. Sisi ambao tuliojawa na Roho Mtakatifu pia sisi wenyewe tunalia. Kanisa imejaa na watu ambao wanaongea kwa ile, lakini ndani wanalia. Tumekuwa viongozi ambao tunaweza tukapendeza tunapotembea, lakini ndani yetu navuja, damu imejaa kila mahali. Tumekuwa na watu ambao wanapitia changamoto and no one noticed that. Wanapitwa tu bila kuambiwa are you okay. Mtu unapoulizwa are you okay, unasema fine thank you, lakini ukweli yenye iko ndani ya moyo, things are not okay.
wakati ambao tunataka tuombe kwa ajili ya viongozi wao na changamoto ambazo tunapitia katika maisha ambayo imetusonga sana, imefanya hata kuwa na uhusiano na Mungu katika maombi imekuwa shida. Imekuwa sana mpaka wengine wanaona nitakuwa nikikuja tu Sabato na nitoke niende kwa sababu ya machungu ambayo iko ndani ya moyo wetu. Je, tunapokuwa na machungu tunafaa tukimbilie nani? Tuweze kupata nafasi ya kibinafsi, tuweze kuomba kwa ajili ya vitu ambayo inafanya watu wanaweza kuomboleza. Mungu atubariki na pekee katika maombi. Tuweze kuimba wimbo nambari 124 mstari wa kwanza, umechokaje umesumbuka. Umechokaje umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko lako, yapitayo, mwambie Yesu pekee, mwambie Yesu, mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini, hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. wako na changamoto mbalimbali, Mungu wetu, wanapitia shida mbalimbali,
nimeusengesha mbali na wewe kiasi, lakini Baba, uwarejeshe katika neema yako. Baba na Mungu wetu, kuna viongozi katika kanisa lako ambao wamekuwa wakiongoza wakiwa na machungu. Wanapopea wengine tumaini, hao wenyewe wamekosa tumaini. Unapoombea wengine na kuombea neema yako, hao nyuma yao wanalia. Hivyo Baba, kwa njia ya kipekee waguze viongozi wao. Wengine wako na wagonjwa, wengine wako na shida za karo za shule, wengine wako na changamoto mbalimbali mali wanayofanyia kazi, wengine hata hiyo kazi hawana. Baba na Mungu wetu, washikilie, maana wewe ndio uliowaweka katika nafasi hiyo ili waweze kuhudumia. Vile vile Baba, washiriki wako na changamoto mbalimbali, wanapojaribu kukimbia kupata msaada, wanachopata ni masengeni, wanapopata ni dhihaka. Hivyo wamekuwa na shida na wamenyamaza nayo. Nimejua Baba utafanya nini, utuunganishe na pendo lako ili tuweze kufanya mapenzi yako hadi tutakapomaliza kazi hii, maana kazi hii ni yako. Tubariki tunapoanza tamati hiyo bila katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Asante. Tunaenda kuangazia katika siku ya 8, ikiwa tumebakisha siku 2 ambayo ni kesho na siku ya Ijumaa, kisha tuweze kutamatisha siku 10 ya maombi. Ombi langu ni kwamba, je, maombi haya yatakapoisha utakuwa umebadilika ama unaongoja 10 days of prayers ya 2027? Somo letu ambayo imekuwa ikituongoza inasema katika kitabu cha Yohana 14:16 ya kuwa nitaomba kwa Baba yangu, atawatumeni msaidizi mwingine ambaye atakaa nanyi milele. Yesu anapoambia wanafunzi wake ya kuwa nitaombea msaidizi mwingine kwa Baba yangu, ameona wanafunzi wamepoteza tumaini, na hao ndio ambao anawategemea waweze kuwa tumaini ya dunia. Inaibidi Yesu anapoona anaingilia kati na anakuwa kama msaidizi ambaye atawaongoza tena ili wasiwachwe. Na ikiwa leo hii tunaambiwa tupende familia yetu waliokuwa katika imani anavyofanya Yesu, tunapoambiwa tupende familia yetu wanaokuwa kwa imani anavyofanya Yesu, Yesu aliweza kutimiza hitaji la watu kwa ajili, aliweza kutimiza kwa kimwili na akaweza kutimiza kwa kiroho. Kwa sababu Yesu alipokuwa akipata mtu wa kujaa, alikuwa anampa chakula, ndiposa anamuombea. Alipokuwa mtu anahitaji aweze kuona, alikuwa anampa macho, kisha anamwelekeza. Kwa hivyo Yesu alikuwa anajalisha mahitaji yetu kwa kiroho na pia kwa kimwili, na hivyo anapotuachia kazi tuweze kufanya, swali letu ni, je, tunachukua nafasi hiyo anavyofanya Yesu? Kitabu cha Galatia 6:10 ndiyo itatuongoza. Unapoanzia 2:6-2 inasema ndiyo, carry each other's burden, ndiyo, and in this way you will fulfill the law of Christ. Soma 10, ndiyo. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially Especially those who belong to the family of God.
those who belong in the family of God. Praise the Lord. Anasema tubebeane mzigo. Kwa njia ya kubebeana mzigo tunatimiza ahadi ya Kristo. Na amesema ni mzigo gani ambao utabeba? Kristo ameona mali kuna mkusanyiko ambao wanaomba jina lake. Kuna watu ambao wanakuja pale wakiwa na hitaji mbalimbali. Kuna watu ambao wanakuja kwa sababu nyumbani hamna chakula. Wamekuja ili baada ya neno Yesu angewapea chakula. Na napoangalia wanafunzi ameona ya kuwa nani pia kuna wakati ambapo watu watakuja kwenu, watu ambao wako na hitaji, watu ambao wana vazi, watu ambao wana chakula. Je, mtawasaidia kwa njia gani? Mtawaombea tu na muambie amani ya Bwana iwe nani? Anasema tubebeane mzigo. Kumaanisha ikiwa mtu atakukujia kama anahitaji, basi tuweze kuwa na upendo. Jambo la kwanza, tuweze kuwa na upendo. Unapokuwa na upendo, mwenzako atakapokuambia shida yake hata isikia kwa jirani. Tunapokuwa na upendo, shida ya mtu itakuwa shida yangu. Utaongoja nijieleze mingi mpaka nikuambie chini nahitaji, ndikosa unaniambia, unajua ningekusaidia lakini ungekuja jana. Leo hii nimepeleka mtoto shule. Ungeniambia ya kuwa kama ungeniambia mapema ningeona jinsi ya kusaidia. Kumaanisha kama shida yangu tutakuwa tunapendana, shida yangu utaichukua na utaibeba. Jinsi ambavyo Biblia inatuambia tubebeane mzigo. Maana nitapobeba mzigo yako nitakuwa natimiza ahadi ya Mungu. Je, tunabebeana mzigo? Mstari wa 10 anasema, so then as often as we have the chance, we should do good to everyone, and especially we should do good to everyone, and especially to those who belong to the family, to our family in faith, to those who belong in the family of faith. How are we going to show that? Paulo anapoandika kwa Galatia anasema wale wanaokuwa katika imani moja lazima tuweze kuwapa kipaumbele. Kwa sababu gani? Tunajua tunayemtumikia, tunajua yule ambaye tunayemfanyia kazi. Na tutakapo sisi wenyewe hapa ndani tunalaruana kama wanyama, na huko nje tumekuwa marafiki wa wale watu wa nje, there must be something we are sharing in common with those people who are not in the faith. Lazima kuna kitu ambacho tumeweka sawa huko nje kuliko yale ambayo tunaongea hapa. Katika kanisa la Mwenyezi Mungu ndiye imekuwa uweze ukaambia mtu shida yako. Na wengine wamefika kiwango cha kuwa wanasema kwangu msikuje. Unapotaka kwenda ama tunapotaka kwenda kumtembelea anakuwa na sababu mingi. Kwa sababu gani? Tutaenda pale na tunatoka pale na vitu ambavyo tumepata pale. Pengine mpendwa huyu ana binti. Unapoingia pale unatoka pale, wewe mdomo yako iko haraka sana kwa kuongea. Unaanza kusema taoni mtu anaweza ishi bila kiti. Inapowarudia inawakwaza. Na inapowakwaza wanakuwa wanaogopa, wanaanza kujiondoa katika vikundi vya wamama. Wanasema vikundi vya wamama kanisa hili ni kwa wale watu fulani ambao wako naye. Vikundi vya wamama katika kanisa hili wamejichagua kwa sababu wameona wengine wako naye na sisi wengine ambao hatuwezi. Tuna shida ambayo imekuja kwa kanisa letu. Inaitwa welfare. Wanasema kwa sababu hukutoa nawe pia hatukuji kwako. Ilani Biblia inatuambia tunapobebeana mzigo tunatimiza ahadi ya Mungu. Na je, tutakapokosa kufanyia wale katika imani yetu watazidi kwa katika imani? Takosa. Ni muda gani ama nafasi gani inafaa wewe kama mshiriki uweze kuchukua ili tuweze kubebeana mzigo katika hali zote?
Tumefukuza wengi kupitia kwa kinywa chetu. Tumefukuza wengi kupitia katika vikundi ambavyo tunatengeneza kanisani. Tumefukuza wengi katika hali hata ya kutawadana mguu wakati wa Pasaka. Tumefukuza wengi. Unapata kuna kundi ambao wanatawadana mguu. Unapata mwingine yeye atabaki hapo mpaka mwingine amuulize, na wewe umeosha mguu? Bado. Unapata hata Nicodemus mwenye alikuwa tayari ametawadha mguu, yeye anakuja anatawadha mguu kwa sababu alikuwa ametengwa. Je, upendo ulididimia wapi? Na je, tunaelekea wapi? Unapojiangalia, je, tunapenda wale wa imani yetu? Mtu wa imani ndio utapata hapo na duka na mshiriki aweze apenda katika duka lake. Mtu wa imani utapata hapo na biashara anafanya, lakini hakuna mshiriki ambaye ataenda pale kwa ajili ya kumsaidia. Fikapo Sabato, kuna zaka inatakikana, kuna mchango inatakikana. Inani tulijua ya kuwa mwenzetu wa dini yetu hapo na biashara, lakini hatokumwendea. Alafu kuna wale ambao pia wameona ni mshiriki pia ako naye, anaenda anachukua tu, anasema nitaleta, na anakosa kuleta kwa sababu amejua anapoulizwa atasema nimekuachia. Je, upendo ulikosekana wapi? Tumetaka bana, hakika hatujatimiza sheria ya Mungu. Kwa sababu gani? Hatujabebeana mizigo. Tufanye nini basi? Tuweze kurudi katika magoti, tuombe na tuombe msamaha, kwa kuwa hatujabebeana mizigo. Naenda kufanya ombi kwa kundi la watu wawili kwa ajili ya hii, ili Mungu aweze kurejesha upendo katika kanisa. Mungu aweze kurejesha upendo katika familia yetu. Mungu aweze kuturehemu mahali ambapo tukwenda sawa, turudi sawa na tukubatiane kwa wenzetu tukisema, njoo mwenzangu, kwa kuwa Mungu anahitaji tupendane. Ndugu na dada yangu, kinywa chako isiongee upendo ilhali moyo wako umejaa chuki. Omba Mungu sana upendo utoke ndani. Inapokuja ikuje, unapoongea uongee yale vitu ambayo moyo wako inamaanisha. Usiwe unatangaza amani lakini hapa nyuma umebeba panga. Mwingine anapogeuka unamkata. Tunajidai ya kuwa tunapendana, tunadai ya kuwa sisi ni Waadventista. Nimekuwa nikiambia watu, ukienda kanisa la Katoliki, hakuna mwenye amewahi enda Katoliki akisema ilihubiriwa ukweli. Hakuna. Mtu anaenda pale anasema nilikuwa na mtoto, lakini Wakatoliki walifanya nini? Walilipia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu kama hiyo. Unasikia mtu anasema wakati ambapo nilikuwa nimechomekewa na nyumba niliyoona kwangu ni madhehebu fulani, wakanikujia. Lakini kanisa hili utasikia mtu anasema mimi nilikuwa katika dhehebu nyingine, lakini walipoleta crusade wakahubiri ukweli, nikajikuta nimepotea, nikakuja tukahubiri ukweli nje. Tunapokuja hapa ndani tunafanya vitu tofauti. Acha Mungu atusaidie. Twende katika maombi tuweze kuomba msamaha, maana tumetanga, tumeacha upendo. Upendo umekosekana. Na ndio machukizo watu wanafanya tu. Ndio machukizo watu wanafanya tu kwa nyumba ya Bwana bila kujali. Je, upendo ulipotea wapi? Twende katika maombi na kuimba watu, kundi la watu wawili. Nitembee nawe Mungu alivyotembea eno, mkono wangu ushike, unene nami kwa pole.
Maana wakati wowote tunapoona wenzetu wanapopitia shida na tunawasemea, hatutimizi ahadi yako. Hivyo tumetaka bali nawe kwa kufikiria, kwa kunena na hata kwa kutenda, urejeshe katika zini mwako na wana wako jinsi ambavyo wameomba, itoke katika moyoni mwao ya kuwa hiyo upendo iweze kurejea katika kanisa lako. Yaze na watoto, vijana, kina mama na wazee. Yaze na uongozi wote ambao umewachagua Baba. Tumesema viongozi ambao wamechaguliwa Baba, tumewaachia kazi wafanye, maana tuwapendi Baba. Idara yote kanisani ni yako na inahitaji usaidizi wa kila mmoja, jinsi nasi pia tunapohitaji usaidizi kwa wengine tutakapochaguliwa ama wakati tulipochaguliwa. Baba, shuka na utukufu mwingi ni utuongeleshe, na maombi haya yatubadilishe, ili tusiweze kusema tu kwa kinywa, bali itoke ndani ya moyo wetu ya kuwa Baba, tunahitaji upendo kutoka kwako, ili tuweze kupendana, upende wasiopendeka na pia upende wote katika imani yetu. Baba na Mungu wetu, mapenzi yako yatatendeka na ufalme wako utakuja mbele yetu katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunaenda kuangalia katika nilipokuwa nikipitia nikapata historia katika Biblia ambayo ninaipenda sana. Katika kila mali ambayo nimekuwa sijawahi kosa kuongelea watu hawa katika Biblia, iko na changamoto na pia iko na mafunzo. Tunapoangalia wimbo nambari 144, wimbo huu naipenda sana, maana wimbo huu ndio nilirejesha katika kanisa. Na wimbo huu uliponirejesha katika kanisa ilikuwa wakati ambapo nilikuwa nimepotoka sana, na ikawa nikapitia wakati mwingine nikaenda kazi siku ya Sabato. Na nilipokuwa nimeenda kazi siku ya Sabato, nilikuwa nikifanya kazi katika boma jirani ya kanisa ilikuwa pale. Na wimbo ambao aliweza kuimba pale ni wimbo nambari 144 ambayo inasema, ni wako Bwana ninasikia kunena nami, lakini sasa ninataka kwako nizidi kusongea. Bwana vuta nisonge sana kwako mtini. Bwana vuta nisonge kwa damu ya niliweza
kutafakari na nikaweza kukaa, mwandishi wa wimbo anaposema ninasikia nena nami, unapoimba sasa ya pili anasema ninaponena nawe kama rafiki, nikasema nafanya nini? Nilijiuliza nafanya nini? Na leo ni siku gani? Ikabidi niweze kuacha kazi jinsi ilivyokuwa, na nikamwambia mwenye nilikuwa nafanyia siwezi nikaendelea, maana sijisi vyema. Lakini ninaposema sijisi vyema najihukumu, nasema nitakapofika Kericho na nifike hivi, kitu ya kwanza nipate kama watu wametoka kanisani, naenda kanisani saa hizi. Jinsi nilivyotoka kazi sikujali, nilikuwa mchafu, nilitoka nikaenda kanisa. Nikawa na historia nyingine katika Biblia ambayo naipenda sana, kitabu cha Wafalme wa Pili 7. Katika siku ya leo nimetengeneza mafundisho kidogo ambayo inasema the four lepers who shared good news. The four lepers who shared good news. Wale watu waile wenye walikuwa na ukoma ambao waliweza kupeana habari njema. Tunapata ya kuwa wale ambao walikuwa ni wenye ukoma ilikuwa ni ugonjwa ambayo walikuwa wanasema ni ugonjwa ambayo ilikuwa inashika mwili, ilikuwa skin disease. Na ugonjwa huu ulikuwa kama imekushika, ilikuwa ugonjwa ambayo inasumbua sana ama inakera sana, na vitu ambacho haukuruhusiwa kufanya, ulikuwa uruhusiwi kukaa pamoja na watu, na hivyo ulikuwa unatengwa ili uweze kukaa kando, ikosa ugonjwa huu usiweze kushika wengine. Tukapata ya kuwa wale ambao walikuwa wanashikwa na ukoma walikuwa ni watu ambao wameonekana ni kana kuwa watu ambao hawahusiki katika familia. Watu ambao walikuwa wameshikwa na ukoma walikuwa wanakaa nje ya mji, na watu ambao walikuwa wanashikwa na ukoma walikuwa watu ambao walikuwa wanategemea usaidizi wa watu wengine ndio waweze kuishi. Hawangejitegemea kwa sababu hawangetangamana na watu, kwa sababu hawangeenda kuomba mahali watu wamekaa, ila walikuwa wanaongojea watu wanaopita wawarushie. Hata ungeweza kuwapelekea chakula hivi, lakini ungewarushia kwa umbali ili wanapokuja waweze kuchukua. Kwa watu waine hao walikuwa na ukoma, na tunaposoma kitabu cha Wafalme wa Pili 7, unapoanzia 3 utateremka pamoja nasi. Kwa sababu ya muda hatutasoma, bali utasoma kidogo tunapoendelea. Kuna sampata ambayo nimeweza kuandika katika siku ya leo, na tukapata ya kuwa ujumbe ya siku ya leo inasema God uses unexpected people and good news is meant to be shared. Mungu anatumia watu ambao wakutarajiwa na habari njema inahubiriwa. Wewe unayekuwa na habari umekataa kusambaza habari, ukisema ya kuwa wale wengine hakuna mali wanaenda, you will be shocked my friend. Wewe unayeona wengine ambao wako katika dini yetu kama wengi ambao wako na dhambi, hakika baba siku ya kiyama utaipata mabaya. Maana Mungu ametenga watu wake, haijalishi wanatoka dini gani, lakini kuna watu wake ambao amewaweka atakuwa nao siku ya mwisho. Background, tunaangalia ya kuwa Israeli wakati huo walikuwa wanaongozwa na Jeroboamu. Imepata kama hiyo Israeli wametengana, na Israeli wanapotengana tunapata Israeli kaskazini ama Northern Kingdom, na tunapata Israeli ama Juda kaskazini. Israeli ambayo ilikuwa ni Northern Kingdom ilipopasuka wakabaki na kabila 10, ila Israeli kaskazini walipokuana wakabakishwa kabila
12. Na hawa watu baada ya Solomoni kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 11 na 12 tunapata ya kuwa Solomoni alipokuwa ameoa wanawake wengi wasioamini, Mungu aliweza kukasirika naye. Na ndiposa akasema ya kuwa Israeli itagawa. Ilipogawa ikawa hivi. Wakati huo tunaambiwa kuna mfalme ambaye alikuwa anaitwa Mfalme Jeroboam, ndiye alikuwa mfalme. Kukawa na nabii katika ile nchi ambaye alikuwa anaitwa Nabii Elisha, na inasema hivi, the background of the story, Samaritan was supported from the famine, was suffering. Samaritan was suffering from the severe famine because of the city was surrounded with the elements, which were serious. They were surrounded with the serious army. Food was extremely scarce, and people were desperate. Outside the city gate sat 4 men with leprosy. Imesema waliokuwa na ukoma walikuwa wanakaa nje ya mji. Because of their skin diseases, they were rejected and isolated from the society. These people were isolated and rejected from the society. And then the deepest dilemma was this. Wakawa na changamoto. Na changamoto ambao walikuwa nayo, jambo la kwanza, walijiuliza nini? Why stay here until we die? Mbona tukae hapa mpaka tukufe? Ijapokuwa tumetengwa, tutakaa hapa mpaka tukufe? That was the question. And then another question, they say, if we stay outside the gate, we will die. Wakajiuliza, tutakaa hapa mpaka tukufe? Tukikaa hapa tutakufa. Na sina wakuuliza, if they entered the city, where they were isolated, there was no food. Akasema tu watakapoingia katika ile mji ambao watu wao walikuwa, hakukuwa na chakula bado. Sasa wakawa na dilemma, wakawa na njia panda. And if they went to the enemy camp, they might be killed, but they also might be lived. Wakasema na tutakapoenda katika kambi la adui zetu, tunaweza uliwa ama tunaweza ishi. Bwana sifiwe. Wakawa na imani. They had a secret faith. Na wakasema hatutakaa. Tukizidi kukaa hapa tukisema sisi hatutakaa, tutakufa tu. Tukisema ya kuwa turudi mahali ambapo tulitoka, hakuna chakula. Na wale pia hatukutaka, wenda tutauliwa. Wakajiambia, tukiondoka hapa na tuende katika kambi la adui zetu, wenda watatuua, na pengine tutaishi. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa imani. Wakasema wenda tutakufa na wenda tutaishi. Alafu inatuambia nini? Faith means moving forward even when the future is uncertain. Imani inahitaji utembee hata kama njia uoni, tembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akafanya miujiza. God's miracle is this. In the book of 2 Kings chapter 7, verse 5 to 7, inapata when lepers went to the enemy's camp, walipoenda katika kambi la Washamu, God caused the army to be confused. God made the enemy's army to feel the sound of the great army. Bwana Yesu asifiwe. Wakati watu waine tu walipoamua ya kuwa wacha tuende katika kambi la wale maadui yetu, walipotoka kuenda, kitabu ya nabii inasema walipokuwa wakisimama, one step ilikuwa ina ishara ya watu 100. One step of one man ilikuwa inaonyesha watu 100 wanakuja. Hivyo watu waine walikuwa wanaonyesha karibu watu 400 wakija. Waliposikia ya kuwa wanakuja,
Guess what? Wale wa jeshi waliweza kusikia kundi kubwa na wakaweza kutoka mbio. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza inasema waliposikia wakikuja, jambo la kwanza maadui walitoka. Wale maadui ambao walikuwa wanaangaisha wale wanakuja wanasaidiwa na wale ambao walitengwa. Maadui walitoka. Walipotoka wakaingia kwenye kambi, na walipoingia kwenye kambi, jambo la kwanza ambalo walifanya, waliweza kupata chakula. Walikimbia wakaacha chakula, wakaacha dhahabu, na wakaacha shaba, na wakaacha mavazi, na hivyo hawakupigana vita. Kitabu ni Kutoka 14:13, Biblia inasema wewe usipigane vita. Don't be afraid. The Lord will fight for you. Mungu hawa wakawa na imani na wakasema ya kuwa tutaenda katika kambi la maadui wetu. Wakituua sawa, wasipotuua sawa, maana huko hatutakikani, na hapa nje tukikaa tutakufa. Na tukiamua turudi huko pia hakuna chakula, bado tutakufa. Utaenda wapi? Wakaona utategemea Mwenyezi Mungu, na katika kambi la adui hiyo tutawezelea. A moment of selfishness. Wakawa na nafasi ya ile ambayo tunaweza sema ya ubinafsi, nafasi ya ubinafsi. 2 Kings chapter 7:8 inasema, at first the lepers ate and drank. Ya kwanza walipofika pale wakajiona, walikula na kukunywa. Ya pili walichukua dhahabu na wakachukua shaba. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, they hid it for themselves. Walizificha kwa sababu yao wenyewe. And then the lesson there nilipata inatuambia, blessings can tempt us to think only of ourselves. Mibaraka inaweza kufanya ujifikirie tu wewe mwenyewe bila kufikiria wapendwa wetu. Mibaraka imetutenganisha na wengine. Unasikia watu wakilalamika, fulani tulisoma na yeye, saa hii yeye ni gavana, hata simu yangu ashiki, atashika wapi? Anashika wengine, yako atashika wapi? Hata wewe ukijiangalia atashikaje simu yako? Hatunaona huyu Ruto kwenye ni president saa hii, tulikuwa tunasoma na yeye, tulifanya nini na yeye? Hiyo ni story. Atashikaje? Ndio haizi shika. Blessing can, blessing can tempt us to think of only ourselves. Nasi pia kuna wengine ambao tumebarikiwa, tunaona wengine wenye wamebarikiwa hawataki kazi. Tumesema vitu kama hiyo. Watoto wetu wamesoma, tunaona wale ambao wajasoma ni kama wale ambao wataki watoto wao wasome, ni kama wenye wana tumaini. Blessing can only make you think of yourself. And then wanasema another point, inasema doing the right thing. Doing the right thing. That is 2 Kings chapter 7:9-11. The point saying, lepers realize this day is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. Wenye walikuwa na ukoma walisema siku hii ni siku ya habari njema, lakini tunajiwekea sio vyema. And then they went back and shared the good news with the city. Walipojiambia hao wenyewe kwa wenyewe ya kuwa haiwezi ikakuwa kitu kizuri, ya kuwa tumefanyiwa neema kama hii, ijapokuwa walitufukuza katika kambi, ya kuwa sisi tuko na ukoma, lakini habari njema ambayo tumepata si vyema tujiwekee, lazima na tuende tuwaambie. Habari njema ambayo tumepata lazima turudi tuweze tunawaambia. Na ilipata kama Elisha mtumishi wa Mungu amesema, kesho saa kama hii tutanunua chakula kwa bei rahisi, lakini kuna ile mlinzi alikataa. Alipokataa tutampata mbele. Alisema ikiwa tutakuwa na furaha kama siku ya leo, sisi ambao tutadhani
waliweza kurudi kuita wengine katika kambi. Sijui walitumia lugha gani, kwa sababu hawakuwa wanatakikana, lakini sijui walipiga kelele kule chakula kujeni, sijui. Lesson inasema good news must be shared, especially when others are suffering. Good news must be shared, especially when others are suffering. Walikuwa wanapitia shida katika ugonjwa ambao walikuwa nao. Sasa tunasoma kitabu cha Warumi 8, inasema hata sasa viumbe vyote wananguruma. Nao pia licha ya kuwa walikuwa wametupwa, kuna wale viongozi ambao walikuwa sawa, pia hawakuwa sawa, walikuwa jana. Tukasema lazima tupeleke habari hii. Good news must be shared, especially when others are suffering. And then that point inasema lesson ambayo tunapata kwa wao watu ambao walikuwa na ukoma, inasema God can use anyone, even rejected and forgotten. Bwana Yesu asifiwe. God can use anyone, even rejected or forgotten. Hata kama umekataliwa ama umesahauliwa, wewe tangu 1998 hujawahi tajwa kuwa hata deacon wa kanisa, God can still use you. Wakati wa uchaguzi hujawahi tajwa, kumaanisha umesahauliwa na wanadamu, Mungu anakukumbuka. Usione mbona mimi sijachaguliwa kuwa aida, kuachana naye, uko katika hesabu ya Mungu. Another point inasema faith requires action, not just waiting. Faith requires action, not just waiting. Usiongoje tu mimi sasa nitafanya nini, fanya jambo. Faith without action is a dead faith. Hallelujah. And then another point, God provide unexpectedly. God provide unexpectedly. Mungu anapeana kwa njia tusiyotarajia. Another point ninapomaliza inasema blessings are not meant to be hidden. Blessings are not meant to be hidden. Ikiwa Mungu amekubariki na uko na nafasi ya kusaidia, saidia. Another point, sharing good news brings life to others. Bwana Yesu asifiwe. Sharing good news bring life to others. Because of you, someone didn't give up in life. Kwa sababu yako, Mungu alikuwa jinyonge, lakini hajajinyonga. Kwa sababu yako, hiyo ni baraka ambayo umepeana kwa mwingine, pia na wewe pia itakusaidia. Mtu huyo anapoenda kuomba akisema ya kuwa kasaidia fulani, kwa sababu alionekana kwa wakati unaofaa, nayo pia mpaka yako inaongezeka. Life application. Nazuia pili is when God bless you, share with others. Mungu anapokubariki, gawia wengine. Like the lepers, we are called to share the good news of salvation through Jesus Christ. Like the lepers, we are called to share the good news of salvation through Jesus Christ. Je, tunapeana habari hii kwa njia gani? Kuna wimbo inaimba kwa Kijaluo, wimbo namba 92, inaimba dende iponjoji wa Nyasaye gokinyika polwache nitie. Wimbo kama hiyo, unajua wimbo inaimba kwa lugha yenu. Anauliza, je, wafundisha watu maneno ya Mungu asubuhi jiwa inapochemsha? Je, unafanya hiyo? Na sisi pia tunaambiwa habari njema kuhusu ufalme wa mbinguni utahubiriwa, kisha mwisho utakuja. Ndio mwisho uweze kuja, lazima tuweze kuhubiri habari njema. Ni ombi langu na ombi lako pia, natumaini hivyo, ya kuwa sisi tumekuwa na ukomo, tumetupwa nje ya mji. Ijapokuwa hatujatupwa, sisi tunaonekana tuko sawa, tumebaki katika mji, lakini kuna shida ambayo tuko nayo katika mji. Wale waliobaki katika mji walikuwa na shida ya njaa. Wale walikuwa nje walikuwa na shida ya ukoma, na ikaja Mungu akatumia wenye walikuwa na ukoma, wakaja wakasaidia familia
tubebeane mizigo, maana tunapobebeana mzigo tunatimiza ahadi ya Mungu. Je, uko na sehemu ya kufanya? You have a role to play. You have a goal to achieve. You have a mission to accomplish. You have a role to play. Wewe hauna ukoma, bado uko na kitu ya kufanya. You have a goal to achieve. As a believer, you have to achieve something. And then you have a mission to accomplish. Our mission is to spread the good news about the kingdom of God. Ni kueneza ujumbe kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Iwe wewe ni kiongozi, iwe wewe si kiongozi, iwe wewe ni mtoto, iwe wewe ni mzee, uko na mission of which you need to accomplish. Mungu wa mbinguni atubariki. Tunaposimama katika maombi, tutaweza kuimba wimbo zetu. Nambari 135 tuweze kuimba tunapotafakari. Na nashukuru kuna hitaji la ombi ambayo imepatikana. Na Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuweza kuleta hitaji kwa ajili ya watumishi wa Mungu waweze kuombea jambo hili. Mzidi kuleta hitaji lenu la ombi, kisha elders tutaweza kukuja tuweze kupiga magoti kwa ajili ya ombi hili, na Mungu azidi kutubariki. Elders wako, you will march up front as we are going to pray for this prayer item. Wimbo nambari 135. Jambo la kwanza, hawakuwa na cha kupoteza. Jambo la pili, hawakuwa na tumaini. Na jambo la tatu, walikuwa wanaongoja kifo chao. Ndiposa Yesu akawarejea tena na Mungu akawaleta tena, wakawa watu ambao wanaheshimiwa katika familia. Mungu wa mbinguni atubariki. Tunaenda kuomba,
Tutaomba elders wawili kwa ajili ya hitaji hii, kisha nitamaliza kwa ajili ya ombi la mwisho. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, siku hii uliyoiandaa kwa ajili ya maombi, tumeingia sote ambao umeturuhusu kuweza kuingia. Ulituruhusu hata kuona siku hii. Ndugu zetu, dada zetu ambao wako ndani ya nyumba yako iitwayo kwa jina lako nyumba ya maombi. Maombi haya hayataisha bure, bali kila mmoja aliyeingia chini ya hii dari ya nyumba yako, tunaomba utendee mapenzi yako. Nawe umekwisha kutendea yaliyo makuu, tunashukuru. Kuna maombi yameandikwa katika kitabu, wino yaliyoandika hayatakuwa bure. Mkono uliochukua hatua kuandika haitakuwa bure. Ombi hili limekwisha kutimia mikononi mwako, umekwisha kuitimiza. Na mwandishi huyo aliyeandika, wacha asili kuandika yanayookoa, wacha andike yanayosaidia ndugu na dada wanaokutana naye, wanaozungumza naye, hata watoto wake, hata majirani zake wanaozungumza nao, wasikie sauti yako kutoka kwake, na hata matendo yake yapate kuonekana picha yako, maana picha yako yaonekana kwa watu wako. Baba yetu, tunaamini yote ambao umeyatenda, ambao utayatenda, na yote uliyoyatenda kabla hatujaanza. Baba, yote inakusifu. Wote wanaosikia sauti hii, wanaofuata mafundisho haya, barikiwa. Na hata kama wamesikia wakaondoka mahali walipokuwa, waende na sauti hiyo waliyosikia. Baba wetu, tunaamini kwamba yote ambayo yametendeka hapa ndani na yote yameandikwa kwenye vitabu mbalimbali, umekwisha kuandika watu wote ambao wamechukua habari hiyo, ili siku utakaporejesha ufalme wako, Baba, utakuwa na jambo la kusemwa na jina lako lipate kutukuzwa. Ombi hili ninaamini kwamba umesikia na umejibu baadhi ya mambo haya ninayasema, pamoja na yoyote ambayo ndugu zangu wataomba. Baba, utajibu kwa imani yetu na imani ya Kristo isiyotikisika. Tunaamini kwa jina la Kristo Mwokozi wetu. We want to thank you once again, Father, for the blessings you have given to us. We want to commit ourselves into you in a special way, that you may be with us, you may lead us. We want to bring to thee our brothers and sisters who have requested prayers unto thee. Lord, may you do according to your will. And as we continue in this life, Father, we pray that you strengthen us to achieve what you have placed in our hands. Bless our families, bless us all together. For this our prayer in Jesus' name. Amen. Pamoja na hayo, Mwenyezi Mungu nakuja mbele yako ili tukupee shukrani, maana umetuunganisha katika ushirika kwa hii maombi ya siku ya leo. Pia Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele yako ili tukuombe ya kwamba ututie nguvu
tusidisie kupendana katika ushirika huu. Ni asante pia Mwenyezi Mungu wetu, kwa maana katika kubebeana mzigo tunaomba tusidisie tupate nguvu ili tueneshe hata neno lako. Ni asante pia Mwenyezi Mungu, kwa maana tunapoona kama tumetengwa kama tumetupwa nje, wewe uko katikati yetu, na tusidisie hata yale yenye tunatu. Wewe ndio tunatuongoza, kwa maana wewe ndio mweza kwetu, na wote wenye wako katika ushirika huu na hata wengine wenye wanaendesha injili yako, popote uongoze katika Roho yako Mtakatifu, na wote nimeenda mbele yako katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Mfalme mwema, katika siku kuu tunazidi kuona mkono wako. Tumia wana wako jinsi upendavyo, uwabariki, waonekanie. Baba, sisi wote tuko na hukumu, tuko na vitu ficha ambayo haionekani, lakini wewe wetu tunajua kuwa tuko na hukumu. Uwezeshe Mwenyezi Mungu, utumie jinsi ulivyotumia walivyokuwa na ukoma na wakaweza kupeleka ujumbe. Nasi pia ijapokuwa si madhaifu ambayo tustahili, uwezeshe neno hili lako iweze kuwa katika mchango ulio sawa, iweze kutubadilisha, kianza na watoto, vijana, kina mama na wazee, na uongozi wa kanisa. Nasi pia ambao ni waumini tuweze kujua umuhimu wa kuabudu. Wana wako wamekuongoza wakiwa na uchungu, wengine wakiomba tu waweze kumaliza tabu yao waende. Baba, washikilie ili waweze kuona mapenzi yako. Wape tumaini tena na waweze kufanya hatua pamoja nao ili waweze kuja. Wote ambao wameshiriki katika maombi haya na ukabidhi mkononi mwako, zidi kuwainua na kuzidisha mipaka yao. Kwa wale ambao wapata nafasi, Baba, una sababu wanao wazuia kukuja, lakini Baba wazungumzie, watafute nafasi waweze kuabudu pamoja nao. Najua wanaabudu majumbani mwao, lakini ushirika huu ni muhimu sana. Baba, walete vyema jinsi watakavyokuja Sabato kwa ajili ya kuabudu. Ujue ya kwa haya ni Sabato yako ambayo umetenga kwa ajili ya kuabudu. Baba, tuzungumzie ili ukomo ndio ndani yetu iweze kutoka. Tubariki tunapobakisha siku mbili, mapenzi yako yatendeke, ndio bila katika Kristo aliye Bwana na Mkombozi wetu. Mtakatifu Baba mwema, tunasema asante. Asante kwa neno lako ambalo limetutia moyo Bwana, kwamba unatupenda, unatujali, na tunapokuja kwa njia yote Baba unatusikiliza. Na tunapobarikiwa Bwana, tuwezeshe tusije tukasahau wenzetu. Tunaleta haja za watoto wako, zingine zimeandikwa, zingine zikaliko moyoni. Wewe usomaye mawazo ya wanadamu, hii tu ni kiashiria, ila Baba soma mawazo yetu na utujibu. Asante kwa uponyaji, asante kwa ushuhuda wa yule ambaye Bwana umemtoa katika kifo ukamrejesha katika uzima. Asante kwa sababu ya huyu unaenda kumtoa katika dhambi, pia unamleta katika uzima. Asante kwa sababu ya uponyaji siku ya leo. Asante kwa sababu ya riziki. Asante kwa sababu ya msamaha. Asante kwa sababu ya kurejesha mahusiano. Neema yako yatosha, tuongoze na tulete tena kesho pamoja na mtumishi uzidi kubariki. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Kanisa tunashukuru sana kwa mahudhurio. Tuzidi kuwafahamisha wenzetu kwamba ni siku tu mbili zilizosalia, kisha tutamatishe juma la siku 10 za maombi. Mungu aweze kuwabariki. Tuwe na jioni njema. Asante. Na hapa kuna box pia prayer request, tutazidi kuziweka.